Hapa leo tumekutana, moja ni maandalizi ya tarehe 1 mwezi wa 7 kwa maana mwaka unaokuja wa Yanga, tayari kwa wanachama kuisha kadi zao, kulipa ada ya shilingi 24,000 kwa wale ambao ni wanachama, na pia ni maandalizi ya kutafuta wanachama wapya. Kwa hiyo tumekaa hapa leo kama kikundi kujipanga, kama kupitia matawi yetu wajiandae kuanza kulipa ada, wajiandae kusajili wanachama wapya ambao wataipa nguvu yetu, klabu yetu, nguvu ya kiuchumi. Sisi kama Yanga tunaongelea masuala ya kila mwana Yanga kuwa mwanachama hai. Sio mwanachama ambaye ana kadi tu, ni mwanachama ambaye anatakiwa awe na kadi iliyolipiwa ni hai. Sisi kama Yanga mkoa wa Songwe, mfano mwaka unaoisha mwaka huu tumesajili wanachama zaidi ya 400 na sasa ni furaha kubwa kwenye mkoa wa Songwe tunapokuwa na wanachama hai, na pia tumekuwa na matawi hai ya wanachama yakiwa 5. Mkoa mzima una wanachama zaidi ya 780. Wanachama hawapungui bali wanaongezeka. Kama nilivyokuambia kwamba juzi tu nimetoka wilaya ya Songwe kufungua tawi, na hivi kesho kutwa hapa Vwawa jirani kuna tawi linaenda kufunguliwa la wanachama hai ambao wamejikusanya zaidi ya 100, wanataka kuwa na tawi lao. Masharti ya kujenga tawi ni lazima muwe wanachama hai kwenye hilo tawi. Kwa hiyo kwenye Yanga wanachama wanaongezeka, hawajapungua. Zaidi wanaongezeka kutokana na uwiano kwamba Yanga ukijisajili leo ndani ya siku 2 unapata kadi yako, kwa sababu tuko mbali. Lakini ungekuwa huko Dar es Salaam kadi unaipata hapo. Ukijisajili leo ndani ya siku 1-2 kadi inakuwa imefika, kwa sababu tunaziagiza, tunatumiwa, zinafika kwa wakati, tofauti na zamani. Watu wanaipenda Yanga toka zamani na walikuwa na shauku ya kupata kadi, na hata hapa tunapozungumza wanachama wana kadi. Sasa kama wana kadi wanazo, unashindwaje kuwa na kadi? Zamani walikuwa wanasema watapateje kadi. Kwa hiyo siri ya mafanikio ni kamati tendaji ikiongozwa na Engineer Hersi, rais wetu wa klabu, wanaenda inavyotakiwa na wanaweza kweli kweli. Lazima uwe na kadi ya Yanga ambayo ni mwanachama wa Yanga hai. Hata kama ulikuwa miaka ya nyuma hujalipia, utalipia miaka yote, ndipo utajiunga kwenye kikundi kwa kufuata taratibu za kikundi hiki. Ndio maana nimesema ni kikundi ambacho ikifika tarehe 1 mwezi wa 7 watu wanakuwa na spidi ya kuisha kadi zao na kuwa wanachama hai. Ni kikundi cha wanachama hai. Sisi tunaongelea kadi, sio sawa na wenzetu upande wa pili ambao tarehe 27 mwezi wa 3 watapewa kadi. Paka leo hawaulizi, ila wanauliza uwanja wetu ambao tunategemea kamati tendaji imejipanga, uwanja utapatikana, na hatuna wasiwasi na kamati tendaji tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa klabu ya Yanga. Kwenye hichi kikundi hawezi kukaa, yani inapofika tarehe 1 mwezi wa 7 kama kadi yako haijauishwa, yani haujalipia kadi, hauwezi kukaa kwenye hichi kikundi, utatoka. Baada ya kulipia kadi utarudi tena. Kwa hiyo kwanza hichi kikundi kiko active sana kuliko vikundi vyote. Alafu baada ya hapo lengo letu kubwa ni kwamba tunawavuta wote ambao wapo kwenye matawi ujiunge kwenye hichi kikundi kikubwa mama, ambacho hichi kikundi wewe mwenyewe kitakulazimu ufanyaje, ulipie kadi, kwa sababu usipolipia kadi tu wanakutoa. Inapokuwa inacheza timu yetu ya Yanga Afrika, inapokuwa mwenyeji zidi ya mtani wetu Simba, basi kama kikundi kinatoa gari, kinatoa usafiri, kinatoa mpaka malazi kwenda kushabikia nini? Kushabikia timu, kama tulivyofanya msimu uliopita tulivyokuwa tumeenda Zanzibar. Kwa hiyo ndo la hichi kikundi. Kwa hiyo sisi lengo letu kubwa ni kuwahamasisha wanachama wote wa Yanga Afrika waingie kwenye kikundi mama. Tuko mahali hapa kwa ajili ya kufanya uchaguzi wa kikundi chetu cha kufarijiana katika mkoa, na lengo kubwa katika kikundi hiki tumekitengeneza kwa lengo la kuendelea kuhamasisha wanachama wengi zaidi kujiunga katika timu yetu ya Yanga, na tunaamini kupitia vikundi hivi ndio vinatumika kama hamasa kubwa na kuhakikisha watu wanajiunga, na pia kuwa sio tu wanachama ambao kama washabiki tu, lakini wenye kadi ambao watajiunga, lakini wakiwa na kadi kama wanachama. Kwa ajili tunaamini kupitia hiyo tunakuwa ni mchango mkubwa wa kusababisha timu yetu ya Yanga kufanya vizuri katika nyanja mbalimbali. Tunaamini tunahitaji wachezaji wazuri, tunahitaji pia viongozi bora, lakini kupitia vikundi hivi ndio tunapata wanachama wazuri na ambao wanachangia kuwa na mchango mkubwa kuhakikisha Yanga inasonga mbele na siku zote Yanga kuendelea kufanya vizuri katika nchi hii ya Tanzania. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe
kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.